Mtazamaji wa TBC1, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni, kama kawaida ambavyo tumekuwa tukikuletea mambo mbalimbali yanayotokea katika jamii. Kubwa zaidi ni kuleta utafiti, lakini pia wanazuoni ama wasomi wa nchi hii kuleta suluhu ya changamoto ambazo zinajitokeza. Tunafahamu jamii kila siku ina changamoto ambazo zinahitaji suluhu, na suluhu yenyewe wakati mwingine tunatumia wasomi wa nchi yetu. Na hii ni wiki ya ubunifu na utafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2026. Ni toleo la 11 tangu kuanzishwa kwake, na hapa tunakuwa na mengi ambayo tunayajadili. Tunakutana na wanazuoni lakini pia watafiti ambao wamefanya utafiti mbalimbali kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii. Kubwa zaidi ni kuleta suluhu ambazo zinaweza kuleta urahisi na wepesi katika utendaji wa kazi na katika mambo mbalimbali. Hapa tunazungumzia mambo ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, lakini katika mambo ya ujasiriamali. Naitwa Tobias Masalu. Hii leo niko hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika mabanda ya maonesho ya wiki ya utafiti. Na hapa mbele yangu nimekuja kuzungumza na Paulina Steven Mlamka. Yeye ni mwanafunzi wa shahada ya pili ndaki ya sayansi katika kemia ya viwanda, na hapa ni taasisi ya kutathmini rasilimali za taifa. Tunazungumzia suluhu ya changamoto. Bila shaka ushawahi kuona watu ambao wana changamoto ya meno yenye rangi, lakini suluhu yake imepatikana. Na hapa ni kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na nakutana na mtafiti aliyekuja kutibu changamoto hiyo ambayo kwa maelezo inasababishwa na maji yanayopatikana katika baadhi ya jamii. Baadhi ya mikoa ikiwemo Arusha ni miongoni mwa mikoa ambayo watu wake ukikutana nao hata wakiongea wana meno ambayo yana rangi tofauti tofauti, lakini yanatajwa kwamba maji ndiyo chanzo cha matatizo hayo. Lakini kuna utafiti ambao umefanyika ili kuleta suluhu ya changamoto hiyo, na kama nilivyokuambia niko na Paulina Steven Mlamka. Yeye atatueleza kwa kina sana kwa nini aliamua kufanya hivyo, na pengine ni mwenyeji wa huko. Yote tutajua hapa hii leo kupitia kipindi cha Mwanazuoni. Karibu sana, twende pamoja katika safari hii ya kupata suluhu kwa pamoja. Niko na Paulina. Paulina, habari za majukumu? Salama, za kwako? Poa. Niko poa. Mambo yanakwenda sana? Yako poa. Naona unatabasamu kweli kweli. Mungu ni mwema. Unaenda kuleta suluhu kwa jamii ambayo inakuzunguka bila shaka. Ndio. Maana watu wamekuwa na mambo mengi kuhusu wasomi, wanawasema sana. Nyinyi elimu yenu nyinyi ni ya darasani tu, lakini nje huku haina faida. Bila shaka utakwenda kupingana na huo usemi. Ni kweli. Unaenda kutuletea elimu ambayo ama suluhu kutokana na elimu yako ambayo umeipata bila shaka. Ndio. Okay. Ndio. Sasa leo tunaangazia changamoto ya meno kuwa na rangi. Wakati mwingine hasa ndugu zangu kutoka Arusha, siwasemi kwa ubaya, maana hata mimi ni mwenyeji kule, kwa hiyo kuna ndugu zangu kule wana meno ambayo yana changamoto hiyo, ingawa sio shida wala sio tatizo, ila tu yana muonekano wa tofauti. Tuanzie hapo. Pauline, nini kile kusukuma mpaka kufikia hatua ya kwamba sasa unaamua kufanya utafiti huu? Kitu ambacho kilinisukuma kufanya utafiti katika eneo hilo, ukiwaangalia sana sana watu wa ukanda wa Arusha wana shida kubwa ya meno yanakuwa na rangi, ila pia yanakuwa kama yameoza, kwa Kiingereza tunasema dental fluorosis. Lakini pia iko jamii ya watu wa ukanda huu ambao wameathirika kiasi cha kwamba hata ukiwaangalia miguu na mikono yao inakuwa kama imepinda, haiko sawa na sisi ambao tupo kawaida. Hiyo kwa Kiingereza tunasema ni skeletal fluorosis. Na hivi vitu vyote vinasababishwa na maji ambayo yanakuwa na fluoride nyingi kwenye maji, ambapo kulingana na WHO wanasema ili maji yawe salama kwa mwanadamu kutumia yanatakiwa yawe na fluoride, kiwango cha fluoride 1.5 mg per lita, yasizidi hapo. Yakizidi ndio tunaona yale madhara kwamba watu wanakuwa na meno ambayo kama yameungua fulani hivi, lakini pia unakutana na watu ambao mikono na miguu kama imepinda, ndio tunaita skeletal fluorosis. Sasa kutokea hapo ikanifanya nifikirie ni kwa jinsi gani tunaweza tukaondoa hiyo fluoride nyingi au tukapunguza hicho kiwango cha fluoride kwenye maji. Kwa nikafikiria kama mkemia ni nini naweza nikafanya, lakini kwa kutumia vitu vinavyopatikana katika mazingira yetu ya kila siku, kwa maana ya kwamba isiwe na gharama kubwa sana hata kama teknolojia itakuwa imepatikana. Hivyo nikafikiria, nikasoma baadhi ya researchers, nikarudi kwenye wasayansi wengine wamefanyaje, nikagundua kwamba tunaweza kutumia
vitu ambavyo vinapatikana katika mazingira ya kawaida, tukatengeneza material ambayo inaweza kuondoa fluoride. Kwa kutokea hapo nikasema nitatumia maganda ya viazi vya chipsi kwa sababu yanapatikana kwa urahisi kwenye jamii yetu, kutengeneza material ambayo itatusaidia kuondoa fluoride kwenye maji. Paulina, ngoja nikukatishe. Umeenda mbali sana. Tumefikia, yani tumeruka moja kwa moja mpaka kwenye suluhu. Turudi kwenye janga lenyewe, kwenye chaka. Sio, nadhani sio shida kwenye jamii na kwa sababu hayayumi, si ndio? Bila shaka umefika maeneo ya watu ambao wameathirika na meno au changamoto hiyo. Nimefika. Ni shida. Kwa mfano Arusha wanachota na kituo ambacho kinalea hawa watoto au watu ambao wana shida hizi za mikono. Kama ambavyo nimeonyesha hapa, unaona kuna watu kabisa miguu imepinda. Kwa maana huyo mtu hawezi hata akafanya majukumu mengine, anakuwa hayuko sawasawa na sisi ambao tuko sawa, au mikono imepinda. Kwa hiyo sio kwamba inaleta madhara tu kwenye meno, hapana, hata kwenye viungo vya mwili. Ndio maana inahitaji kuwa na suluhu ili hawa watu wakae sawa, na ni kitu ambacho kinatokea wakati ule mtu anadhaliwa mpaka miaka 8 mtu ndo anapata hizo meno yanaharibika na hizo shida nyingine. Kwa hiyo kumbe tunahitaji wale watu watumie maji ambayo yako salama, hayana hiyo fluoride iliyozidi kwenye maji. Si kwamba fluoride ni mbaya, ila ikizidi ile kiwango ambacho kinatakiwa inakuwa na madhara. Eneo gani ulifika pale Arusha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi wako au utafiti wako unaofanya kwa ufasihi zaidi? Monduli na Itolia Arusha, Umasaini. Nilifika kule kwa sababu pia baada ya kugundua hivyo, ila nilikuwa nafanya kazi pia na mradi ambao unafanya kazi maeneo yale. Kwa nikiwa natembelea kule nikagundua bado kuna hiyo shida. Kwa na mimi nikawa nimevutiwa zaidi kudili na upande huo. Kwa nilitembelea Monduli Arusha, kijiji kinaitwa Naitoria. Na kwa namna ulivyoona, kwa kiasi gani matumizi ya maji ambayo yanasababisha changamoto hiyo yanatumika, na ni maji ambayo ni asili hivyo hivyo au kuna shida ilitokea ikawa hivyo? Ni asili tu ya maji ya huko. Arusha kwa kiasi kikubwa sana wanakuwa affected na miamba ambayo iko na fluoride level kubwa. Kwa ni maji tu ya asili, kwa sababu kwa mfano hapo Naitoria wenyewe wanatumia sources mbili za maji, wana vyanzo viwili vya maji. Kuna sehemu ambayo tunasema ni borehole, wamechimba visima ambavyo vina distribute maji sasa kwenye pointi mbalimbali, lakini pia wana pond ambayo imechimbwa. Lakini katika hayo maji sasa, nilivyochukua sample zake nikazipeleka maabara, nilikuja kugundua kwamba yana fluoride kubwa. Kwa mfano kwa hayo maji ambayo yanatoka kwenye hiyo borehole main source yalikuwa na fluoride level ya 12.8 mg per liter. Inapendekezwa inatakiwa iwe 1.5 12.8. Na hayo maji ambayo wenyewe wanayatumia kutoka kwenye pondi yalikuwa na fluoride level ya 9.8 ambayo pia bado imezidi ile kiwango ambacho kinatakiwa. Nikagundua kumbe kutokana na haya matumizi yao ya maji ambayo wanayatumia ndio yanawapelekea wanakuwa na haya meno ambayo hayako sawasawa, lakini pia wanakuwa na hizi shida kwenye viungo vyao kwa sababu maji yamebeba fluoride nyingi sana. Ukizungumza nao wanajivunia kuwa na hali kama hiyo kwa upande wa meno, ama kwa sababu naamini kwa upande wa miguu kwa vyovyote vile haiwezi kuwa furaha, lakini kwa upande wa meno vipi? Wanajivunia au wana changamoto za kisaikolojia? Hapana, hawako na furaha kuhusu hicho kitu. Ni kitu ambacho pia wakifurahi na wao, kwa sababu nilipata kuzungumza na wachache wakawa wamenieleza pia hawako na furaha na hiyo kitu, ila kwa sababu sasa ni kitu ambacho kimekuwepo kwa ukanda wao, imefika hatua kwamba wanaona ni hali ya kawaida. Ni kawaida tu wanaona pengine, lakini sio kwamba kitu wanakifurahia hivyo. Ikawaje sasa baada ya kubaini na kushiriki katika utafiti? Baada ya kushiriki sasa katika utafiti, baada ya kugundua hivyo,
kuanzia hapo sasa ilinibidi niangalie ni kwa namna gani tunaweza tukasaidia kupunguza hiyo kiwango cha fluoride nyingi kwenye maji. Kwa kuanzia hapo kama mtafiti ilinibidi nisome baadhi ya literature kujua ni nini tunaweza tukafanya, lakini lengo pia ilikuwa tuone na kama tutaleta solution isiwe solution ambayo ina kiwango kikubwa cha gharama ziwe ndogo. Kwa hiyo kutokea hapo nikaona ya kwamba tunaweza kutumia tu resources ambazo ziko available, then tukazitengeneza kikemia au kwa science, then tukapata material ambayo inaweza kutusaidia kuminimize ile fluoride level. Kwa mara ya kwanza nilichokifanya nikafanya uamuzi wa kutumia maganda ya viazi, na sababu kubwa ilikuwa ni kwamba chemistry yake yenyewe tunasema kwenye kemia kwamba iko na functional groups ambazo zinatusaidia kuivuta ile fluoride kwenye maji, lakini nikaona haitoshi ikiwa yenyewe inabidi niongeze vitu vingine ambavyo vitasaidia kuongeza nguvu au tunasema adsorption capacity ya hiyo material. Kwa baada ya kukusanya hayo maganda ya viazi nilienda nayo Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, nilitumia maabara za pale kuandaa material yote, then niliyaosha nikayasafisha vizuri, baadaye nikayasaga kwenye hii poda. Hii ni poda ya viazi. Baada ya hapo sasa ni viazi gani? Viazi vya chips hivi ambavyo tunatumia kupika chips. Sio vile vitamu? Nilitumia viazi vya chips. Yana faida sana. Nasema sana kumbe maana kuna vitu vingine. Yana faida. Kwa baada ya hapo sasa kutokea hapa nikafanya kitu kinaitwa chemical activation, ambapo nilitumia asidi lakini pia nikatumia bezi. Kwenye lengo la kufanya hizo chemical activation ilikuwa ni kuiongezea nguvu kwamba iweze kuondoa ile fluoride kwenye maji. Kwa niliongeza functional groups, hapo kwenye asidi niliziactivate na asidi inaitwa phosphoric acid, na kwenye base niliactivate na base inaitwa potassium hydroxide. Kutokea hapo nikapata product hizi hapa. Hii ni kutokana na ile ya asidi na hii ni kutokana na hiyo ya base. Lakini kabla tumia sasa kwenye yale maji yenyewe halisi, ilikuwa ni lazima nijaribu maabara kwamba itaweza kunitolea fluoride. Kwa tuliandaa maabara tunasema solution ya sodium fluoride ili tutesti, lakini tulikuwa na concentration tofauti ili tujue ni kwa kiwango gani hii material inaweza ikafanya kazi. Lakini pia tulikuwa na vitu tuna monitor kama muda, baada ya muda gani fluoride itakuwa imepungua, lakini pia kwa kiwango gani tunaweza kutumia, kwamba ni 0 point ngapi au ni gramu ngapi, yani uzito kiasi gani wa hiki kiasi amount ya hii dawa tutaweka kiasi gani. Kwa nilivyofanya hivyo katika level ya maabara, hii material ilifanya vizuri. Kwa kuanzia hapo nikajihakikishia kwamba tunaweza kuitumia kuondoa kwenye maji ya kawaida. Kwa kuanzia hapo ndipo nilipoenda kuchukua yale maji ambayo niliachukua na Itoria, na tukawa tumepima kiwango cha fluoride level yake. Kabla hujawekea ulipima kiwango chake? Kabla sijaweka. Tunavyofanya tunapima kabla na baada. Yani kabla ya kupima ilikuwa ni ngapi, na baada ya kufanya ile experiment nzima unakuja kuangalia imepungua kiasi gani. Ndio hivyo tunavyofanya. Kwa hiyo baada ya kuchukua kwa mfano kwenye yale maji ambayo tulisample kutoka borehole main source yalikuwa na 12.8 mg per liter fluoride level. Tulivyo treat na hizi mbili separate, lakini kwa tunaangalia uwezo wa hii inafanyaje kazi, lakini pia uwezo wa hii hapa. Kwa tulivyo treat na hii ambayo ilikuwa na base ilitoa kutoka kwenye 12.8 mpaka 0.06 ambayo ni sawasawa na 99.6. Kwenye 0.06 ni tayari tumeshusha sana, yani ni below ile 1.5, kwa hiyo inakuwa tayari ni safe. Lakini tulivyo treat na ile ambayo tumeweka asidi ilitoka kutoka kwenye 12.8 mpaka kwenye 0.09 ambayo iko within the recommended level, ambayo ni sawasawa na 99.3%. Na kwa yale maji ambayo tulicollect kutoka kwenye pondi yenyewe yalikuwa na fluoride level ya 9.8. Tulivyo treat au tulivyoweka hii alafu tuka run experiment
ilitoka kutoka kwenye 9.8 mpaka 0.02 tukiwa tunaitumia hii hapa, ambayo ni sawasawa na 99.8%. Lakini tulivyoweka hii, wakati tunaitumia hii kuona inafanyaje kazi, ilitoka kwenye 9.8 mpaka 0.05 ambayo ni sawasawa na 99.5%. Kwa hiyo kutokea hapo tukawa na uhakika kabisa kwamba hii material inaweza kuondoa fluoride kwenye maji, inaweza kuwa solution ya kupunguza kiwango cha fluoride kwenye maji. And this tumefanya kwenye laboratory scale, tunaangalia kama inawezekana because bado ni prototype, to develop either kuwa kama filter ambayo tutatumia sasa kwa ajili ya kutreat maji. Lakini pia so far current tunaangalia namna nzuri ambayo tunaweza tukarudi Monduli, maybe tukakaa na watu wa RUWASA tukawaambia tulifanya tafiti hapa, tumegundua 1 2 3, tumepata solution hii na hii. Kama itakuwa imewapendeza pia tunaweza tukafanya nao kazi, waangalie namna gani tunaweza fanya kama ambavyo pengine wanafanya DAWASA wakiwa wanatreat maji. As you know, kwa mfano Dar es Salaam maji ambayo tunatumia wanayatoa mto Ruvu. Nimewahi tembelea ile water treatment plant ya pale. Ukiangalia ile maji yanakuwa ni raw kabisa, ni machafu na nini, ila kuna namna wanayatreat mpaka tunapata sisi maji mazuri. Kwa hiyo natamani pia kama kwa upande wa Arusha, kwa sababu tuna deal na fluoride na tayari tunaweza kuiondoa kwa kutumia hii material, kama tunaweza tukawa na system kama hiyo kwa kutumia material hii. Lakini sasa hatuwezi kufanya wenyewe, lazima sasa tufanye partnership na watu wengine, mamlaka husika za sehemu husika. Mtazamaji wa TBC1, tuko katika banda hili la watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ni taasisi ya kutathmini rasilimali za taifa ambao wao wamekuja na utafiti unaohusiana na masuala ya kuondoa fluoride kwenye maji ili yasiweze kuathiri mifupa na meno, kama ambavyo mtafiti Paulina Steven ambaye tumezungumza naye hapa kwa kina zaidi, akielezea kwamba suluhu ya changamoto hiyo ipo na yeye ameshiriki katika kuhakikisha kwamba suluhu hii inapatikana, na anasema baada ya kufika kule wale wenyeji sio kwamba wanapenda sana kuonekana vile, wanatamani sana nao wawe na meno kama wengine meupe, sio kwamba wanafurahia, ingawa kuna baadhi pia wanafikia tu wanajivunia, lakini sio wote, kama ambavyo yeye amesema, kwa sababu amefika eneo la tukio na amekutana nao moja kwa moja. Paulina, tukisogea hapa hivi, naona kuna mchoro huu ambao ndio nadhani ndo ramani nzima ambayo ilikuwa, si ndio? Hapa tunajaribu kuelezea process nzima ya utafiti ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo hapa ndo ile kwamba nini kilitusukuma kufanya, ndo ile ambayo nimekueleza kwamba fluoride ikizidi 1.5 kulingana na Shirika la Afya Duniani ndo inapelekea tunapata hii dental fluorosis kama unaona hapa tumeonyesha, lakini pia inapelekea watu, tukisema skeletal fluorosis, watu wanakuwa wanaonekana kama hivi kwenye miguu na mikono. Lakini huku tunaelezea namna ambavyo tulikuwa na malengo gani, malengo ya utafiti yalikuwa ni nini. Huwezi tu kasema nafanya tafiti, ulikuwa umekusudia kitu gani? Sasa Paulini, kwa namna ambavyo watu ulivyofika kule, kwa namna walikuwa na shauku ya namna gani kuhakikisha kwamba wanapata tiba au suluhu ya changamoto hiyo ya maji, walivyowapokea ninyi wageni? Walitupokea vizuri, lakini pia wanategemea kupata feedback au mrejesho kutoka kwetu kwamba tumegundua nini kutoka kulingana na kile ambacho tulienda kifanya pale. Kwa hiyo hata sasa hivi wanatamani sana turudi tuwaambie tumegundua nini kutoka kwao, na je ni nini the way forward kwao. Wanatamani sana kupata mrejesho, na ni kitu ambacho tunakifikiria sasa kama sehemu ya mradi tupate kurudi Monduli ili tuweze kukaa nao sasa tuwaambie. Paulina, baadhi ya wasomi na wananchi tu, sio wasomi tu, wamekuwa wakisema kwamba mnajifungia sana ndani wakati mwingine, yani mnafanya mambo makubwa, na ndio maana inafikia hatua tu mpaka wanaanza kulaumu wasomi wa nchi kwamba hawa nao hawana faida kwa sababu hawatuletei suluhu ya changamoto na wamesoma. Yani kwenu nyinyi mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba utafiti huu unaenda kuwa na suluhu ya kudumu kwa watu wa Arusha, na sio Arusha tu,
na maeneo mengine ambayo yana changamoto hiyo? Kwetu sisi, kwa sababu pia si kazi ambayo naifanya mwenyewe peke yangu, imekuwa chini ya usimamizi ya madaktari kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia ni kazi ambayo iko chini ya mradi au project ambayo pia iko Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na moja kati ya kitu ambacho kinafanywa na mradi husika, Tanzania Partnership Program, baada ya kufanya hizi tafiti, huwa wanatuwezesha wale watafiti ambao tumeenda kutafiti katika maeneo hayo kurudisha majibu na kupeleka solution ya kile ambacho tulikuwa tumekitafiti. Ndio maana nilikwambia mwanzoni, tunaangalia namna ya kurudi kule. Sasa tuseme sisi tulikuja mahala hapa kipindi fulani tukafanya 1, 2, 3, tulichokipata ni hiki, na ndio maana nakwambia pia hatutaraji kubaki navyo tu, yani kwamba tumeshatafiti pengine ni shule imeisha. Hapana, tunatamani turudi kwenye ile jamii, turudishe feedback, lakini pia tuangalie ni namna gani tunaweza tukasema kwamba sasa ni solution, kwamba tukaitumia katika scale kubwa, kwamba kwa maji ya kule tunaweza kama ambavyo wanafanya hawa watu wa DAWASA na nini, kwamba wana treat maji watu wanayatumia, na sisi tunatamani yale maji yawe treated ili watu wayatumie yakiwa safe kwa ukanda ule, lakini pia kwa kanda zingine. Sio shida ambayo inapatikana tu Arusha, nadhani ukanda wa Singida, Tabora pia wana hiyo shida. Kwa hiyo tunatamani ifanyike kwa kiwango kikubwa kwamba tuweze kuhudumia jamii. Paulina, changamoto ambayo ipo na ambayo imekuwa ikisemwa, wasomi mnakosa ushirikiano na mamlaka, hasa kifedha, lakini pia kisheria, kisera, imekuwa ikisemwa sana. Kwenu nyinyi mmejiandaa vipi kuhakikisha kwamba mamlaka zinazohusika na mambo ya maji, lakini pia utafiti, lakini pia kuidhinisha utafiti kufanyika ili utafiti wenu uwe na manufaa zaidi? Changamoto ni kweli zipo. Changamoto ni zipo kweli. Ila sasa kwa hapo si kitu ambacho tunaweza kuifanya peke yetu kwa hiyo level kubwa. Tunahitaji kukaa na watu wa mamlaka husika na Mmewahi approach ili waweze kuhakikisha kwamba utafiti wenu unakuwa na manufaa? Kwa sababu ni kazi ambayo yani tumeimaliza muda so mrefu. Kwa hiyo wakati tunafanya wiki ya tafiti katika unit level hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tulivyokaa kama watu wa mradi, tulikusudia kwamba tutawasiliana na watu wa RUWASA Arusha ili tuzungumze nao. Okay. Na mapokezi naamini yatakuwa mazuri. Ya, tunaamini hivyo. Okay. Mtazamaji wa TBC1, niko na Paulina Steven Mlamka. Yeye ni mwanafunzi wa shahada ya pili ndaki ya sayansi katika kemia ya viwandani, na ni mradi ambao uko chini ya taasisi ya kutathmini rasilimali za taifa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na hii ni wiki ya utafiti ambayo iko hapa kutuonesha kila ambacho wasomi wa Tanzania wanakifanya ili kuleta suluhu katika jamii. Changamoto kubwa ambayo imekuwa ikisemwa ni kwamba wasomi wengi wanafanya utafiti lakini wanakaa nao ndani, na Profesa Paramagamba Kabudi aliwahi kusema kwamba Watanzania wengi wanafanya utafiti lakini wanauchapisha na kutoweka, yani wana publish na kuperish, lakini wazungu wanafanya patent na kuprosper, yani wanafanya utafiti kuwa kwenye vitendo, na hivi inakuwa rahisi wao kufanikiwa. Naamini kwamba huu ni mwanzo wa mabadiliko ya utafiti katika nchi ya Tanzania, lakini pia katika vyuo vikuu tulivyo navyo. Shukrani sana Paulina kwa kuwa pamoja nasi na kutupitisha katika utafiti huu ambao unakwenda kuwa suluhu katika jamii ya Watanzania, sio Arusha peke yake, ni jamii zote ambazo zinakumbwa na changamoto hii. Shukrani sana. Asante sana kwa kushukuru na karibu wakati mwingine. Asante sana Paulina, na nikushukuru wewe mtazamaji wa TBC1 kwa kuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho. Bado tunaendelea na utafiti katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hii ni wiki ya utafiti ambayo tumekuja kujifunza, lakini pia kukuletea wewe mtazamaji wetu popote pale ulipo mambo mengi mazuri ambao vyuo vyetu Tanzania wanavifanya kwa ajili ya kuleta suluhu katika jamii ambazo zimekuwa zikikumbwa na changamoto mbalimbali. Na zile lawama za kwamba wasomi hawana kitu, sisi tunakwenda kuzikataa kwa sababu wana vitu vingi ambavyo ni suluhu katika jamii ambayo inatuzunguka. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Naitwa Tobias Masala. Bye bye.